Na mambo vipi wadau wetu wa Global Vibes TV? Natumaini kwamba popote ulipo kabisa wewe ni mzima wa afya. Na tumaini ya kwamba unatupata moja kwa moja sambamba, na pia na washukuru wadau wetu wote wanaofuatilia video zetu mwanzo mpaka mwisho, wanaofuata vipindi vyetu kuanzia usiku, mchana na jioni, na wapatia pongezi na nasema asante, big up sana kwa wale ambao wanaotuunga mkono kwa kusambaza pia video zetu hizi, ili watu wote wapate kuziona na kuwafikia, wapate kujua kile ambacho kinachoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, hapa tuko katika maeneo ya jiji la Baraka katika jimbo ya Kivu ya Kusini, ambako unaona pirika watu wanapanda katika gari la lori, wanajielekeza maeneo ya Uvira ambako kuko wenzio wazalendo. Hawa ni wazalendo wa kutoka katika mkoa wa Manyema wanaoongozwa na kundi la Jemedari Brauni ambaye alikuwa katika maeneo ya huko Manyema, anajielekeza na yeye katika maeneo ya Uvira. Amesema kuwa M23 wajiandae kwa sababu wanaletewa moto ambao utakaowaunguza na kuwakimbiza hadi mpaka kwa Rwanda. Ndivyo kauli ambayo Jemedari wamekwenda kusema. Kama gisi unavyoona mpenzi mtazamaji, anacho kikosi kikubwa mno ambacho kiko nyuma yake, kinamsindikiza Jemedari huyu wa vita ambaye aliyesumbua sana katika hapo zamani serikali ya Bwana Kabila. Lakini sasa amesema kuwa hii ni serikali ya Tshisekedi, wanakwenda kujiunga na kupiga adui ili wapate kumtoa mbali. Na amesema kuwa Tshisekedi wepo kama atafanya mazungumzo na M23 na wakakubaliana mikataba yao, amesema kuwa naye atapiga rais, kwa sababu hatakuwa tena katika mkondo mmoja wa Wakongomani. Amesema kuwa hii ni nchi ya Wakongomani bali sio nchi ya Wanyarwanda. Ndivyo mheshimiwa huyu amekwenda kusema katika siku ya leo. Mpenzi mtazamaji, naomba upate kukaa nasi katika kipindi hichi ili ya kwamba tupate kumaliza na wewe pamoja na tupate kukamilisha kile ambacho tumekwenda kukuletea. Mpenzi mtazamaji, kwa majina naitwa Jacob Daniel Pascal, nikikutangazia moja kwa moja katika maeneo ya Baraka ndani ya Global Vibes TV. Ujiunge nasi mwanzo mpaka mwisho mpenzi mtazamaji, ili upate kujua kile ambacho Jemedari huyu amekwenda kukisema katika siku ya leo. Asante sana mpenzi mtazamaji, naamini ya kwamba wadau wetu walioko Bukavu wajiandae, wamekuja kukombolewa, na wadau wetu ambao walioko maeneo ya Goma wajiandae, wamekuja kukombolewa, na pia wale ambao wako maeneo ya Uvira wasiwe na mashaka, kwa maana jeshi lingine linakuja kuunganisha nguvu katika jiji la Uvira. Wamekuja kuunganisha nguvu ndani ya jiji la Uvira kwa ajili ya kuondoa adui ambaye yuko maeneo ya Kamanyola na kuendelea penginepo. Amesema ya kuwa amekwenda kujiunga na wenzake wazalendo ambaye mheshimiwa Muri ya Kutumba yuko maeneo ya Uvira. Amesema kuwa walikuwa wanamsubiri yeye afike ili ya kwamba mradi upate kuanza wa kutoa adui katika maeneo yote ya ndani ya nchi ya Kongo, na ikiwezekana waingie mpaka Rwanda. Ndivyo Jemedari huyu amekwenda kusema. Mpenzi mtazamaji, jiunge nasi kama wewe unapatikana katika maeneo ya nje ya nchi, naomba uweke emoji ya bendera yako ili tupate kujiunga moja kwa moja na wewe na tujue ya kwamba tuko pamoja na wadau wetu wanatufuatia wakiwa wapi. Na pia usikose kuacha comment yako mahali hapa, tutaifanyia kazi mpenzi mtazamaji kwa ajili ya jamii yote ambayo inayotazama video zetu hizi na kwa ujumla nchi ya Kongo. Asante sana mpenzi mtazamaji, naamini kwamba utafuata kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho. Matumaini kwa kushinda vita hivi. Raia tuombe Mungu, na tunajua tulishapambana mapambano bila msaada yoyote. So, na kwa leo president anaita watu twende wapige adui, tunajua tuko nyuma ya president. Tukifika Uvira nilisikia kama pamoja waishapokea ile yenye walipokea, na hii niko nayo inatosha kwa kupiga adui. Na najua kusema kama adui alikuwa na nguvu ni sio Wakongomani tulikuwa kusema. Tule mama hapa wazalendo beko determine kufukuza adui ya Uvira kesho. Najua kesho kuto wala kesho yake inapasika kufika kufro kwenye kwani. Lakini ukiangalia upande wa vifaa, licha kwamba umesema kwamba vingine viko kule, vifaa vinaonekana kama vile ni vidogo, maana kila jeshi anaonekana kama vile ana kifaa kimoja, na inasemekana kwamba adui ana vifaa vikali. Nadhani kwamba vifaa vya kivita ambavyo unavyo vitaweza kumdhibiti vizuri adui. Kabila tulipambana naye, hatakuwa na vifaa kama hivi hapo. Hapo unaona ni badogo. Sawa? Niko na vifaa vya mingi tuko na vitu magani. Na sasa tutafika mtaiona adui kama yuko na vifaa gani, tutatumikisha juu serikali yetu ya Kongo iko na vifaa kupita ya Rwanda. Raia wengi wanasema kwamba watoto wetu wazalendo wanakuwa ni wababe sana kwa kupigana katika maeneo ya mapori.
na kule ni mjini. Je, madai haya au utaambia nini raia kwa kuwatoa mwi confusion ya wao kusema kwamba mnakuwa wababe kwa kuweza kupigana katika mapori na sio katika miji ambayo tayari imekwisha kuendelea? Ninaambia raia ya Baraka itulie. Tulipigana mapori, kwa hivi tunaingia mumugini tutashinda. Ninajua mpori ndio mnakuwa kitu cha ajabu, lakini mumugini mko wazi. Na tena mko fasi ya mzuri kugombania. Na sasa hivi raia wanadai kwamba huenda labda huko ambako mnakoelekea mnakwenda kukaa kimya kwa kuweza kupewa pesa. Raia utahakikishia nini kwa wale? Binafsi ninakwambia huko bale bakubwa balipewa pesa, na mimi bakinipa pesa nitaibeba napatia jeshi na advance kugani. Na itakuwa ni prime d'encouragement ya basoda. Sasa hivi ukiangalia kwamba mnaelekea katika shamba la mapambano huko mjini Bukavu, na ukiangalia kwamba tariki 18 mwezi huu rais wa DRC Felix Tshisekedi watakwenda kutanana na waasi wa M23. Upande wako wewe, ile makubaliano au yale mazungumzo yao unapokea namna gani? Ile sio wazalendo haipingi ndani yetu. Binafsi siwezi nikaitika. Hivi naisha toka Manyema na kwa kusidi Kivu, siwezi nikarudia bila kugombana sasa. Ndio president anatuambia twende tugombane. Na kukikuwa maongezi ya chini kwetu ya kwa atupatie ile maordre ya kusema kama beko na maongezi. Wanatuambia kwenda kupiga adui. Na wakati wenda labda kishaanza kusikilizana, nini kama vile takuwa maamuzi yako kama vile kiongozi? Tutamugeuka nani president. Ndio alitukuta tuko watoto ya nchi na nchi yetu. Akiitika Mnyarwanda ingie ndani ya nchi, tutamugeuka. Kila kitu kinakuwa na faida, kamanda. Sijui nini ambayo mmeweza kuelewana? Nini ambayo mliweza kuelewana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu ukiangalia kwamba sasa hivi inasemekana kwamba vita inakuwa ni ya maslahi. Nini ambayo mliweza kuelewana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Rais aliita batu Kinshasa akabaambia kusema kama anatutegemea si wazalendo. Na akatuambia hawezi kubali kupoteza sentime hata kidogo ya Kongo. Na akikubaliana na Mnyarwanda manake deja tutamkonsidere na yeye kama vile Rwanda. Na sisi tulibeba silaha juu ya kupigana na adui mwenye yuko napenda kubeba kipasu ya Kongo. Na hatuwezi kubali hata sentime moja ya Kongo ipotee. Lakini kamanda, huko mnakoelekea kuna vikosi vingi, kuna vikosi vya kamanda ya Kutumba, vikosi vya kamanda Rene, vikosi vya kamanda Ela, vikosi vya kamanda ni wengi katika eneo hilo. Sijui wewe utakubali kuweza kuongozwa na makamanda wengine huko ambako unakoelekea kwenye shamba la vita? Mimi niko komanda, ninaongoza kikundi yangu kutoka Manyema. Tangu zamani tunakoka kila mtu na kundi yake. Pour le moment ninakuja kupiganisha adui. Itabakuta pale tutaongea, kila mtu kuna kikundi yake. Niko komanda, ninaongoza trupe yangu. Na labda raia wategemee kisha siku ngapi wasikie kwamba umeanza vitu vyako? Ningali munjia, lakini naambia raia ya Baraka itulie, nifike nisikie maordre yenye kuwa pale. Lakini tuko naongea na mzee William, ninamwambia kufika yangu ile michezo ilikuwa haitoshe. Ndio kufika yangu ya Uvira, kama alikuwa naongea na adui, kama alikuwa anacheza na FRDC, sisi tuko zamani tulishakamata silaha, tuko miaka na miaka ndani hapo. Na najua mzee angeanja kazi bado yangine mabikundi yenye anatumikaka nayo haikuwa bado kufika. Kama vile nakwambia, mimi ndio nilikuwa nabakia wa mwisho. Nikifika nina miasire kusema kama tunaenda dandejo, mtasikia risasi nani. Labda katika vikosi ambavyo vimetangulia huko Bukavu, kikosi kipi ambacho unaona kwamba kinaweza kikazidi kikosi chako nguvu? Unaona bote ni batoto ya Kongo, tunajuana michezo tunachezaka. Bila mtu unaona hata ndani ya kabumbu kuko numero 5, numero 4, numero 10. Kila mtu yuko nafasi anafikaka nani kabumbu, nani numero yake. Labda kiongozi, sijui unakuwa na ujumbe gani kwa raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka wanaokusikiliza kwa muda huu? Ninaambia raia tulie, tuombe Mungu, tunaenda ndani ya mapambano. Wasituachilie kutusaidia juu tangu zamani tulikuwa nagombana bila kupewa msaada yoyote na gouvernement, tulikuwa nagombana na msaada wa raia.
tujipiganie sie peke. Na labda sijui unakuwa na ujumbe gani pia kwa adui huko aliko, utamwambia nini? Adui ajitayarishe, Dragon Rouge ameingia. Mwenyewe Bana Manyema tunaenda kupiga biso ne bana Dragon Rouge Logo Siriza Rebellion nyoso wana kina suka biso